2002 hadi mwaka wa 2003. Mwingine ambaye alishikilia wadhifa huo baada ya Amara Esi ni Alpha Omar Konare kutoka taifa la Mali, na alichaguliwa bila kupingwa. Alikuwa rais mstaafu wa Mali na alishikilia wadhifa huo kuanzia mwaka wa 2003 hadi mwaka wa 2008. Jean Ping kutoka Gabon alishikilia wadhifa huo kuanzia mwaka wa 2008 hadi mwaka wa 2012, na alipoteza ama alishindwa katika uchaguzi wa rais mwaka wa 2016. Wa mwisho ambaye ndiye anayetoka hivi sasa ni kutoka Afrika Kusini, ambaye ni Daktari Dlamini Zuma, ambaye amekuwa akishikilia wadhifa huo kuanzia mwaka wa 2012. Sasa tumwangazie mgombezi wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika kutoka humu nchini, ambaye ni waziri wa mambo ya nje wa Kenya, Amina Mohamed, ambaye ni miongoni mwa wale wanaotaka kuongoza tume ya Umoja wa Afrika. Cecilia Wakesho anaarifu kuhusiana na wasifu wa balozi Amina Mohamed. Amina Chawahir Mohamed mwenye umri wa miaka 56 bila shaka ni mwanamke tajika, nyota yake ya kisiasa iking'aa kila kuchao kama waziri wa masuala ya kigeni nchini Kenya. Kilele cha mng'ao huo huenda kikawa hapo kesho mjini Addis Ababa, Ethiopia, endapo ataibuka kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Lakini je, ajenda yake ni ipi kwa bara la Afrika? There's an agenda already, Agenda 2063. So the presidents have already pronounced themselves on what they would like to see done. Taaluma yake ikiwa wanasheria, mshauri mkuu na vilevile mwanadiplomasia, Amina analenga nafasi ya wanakiti wa tume ya bara Afrika, ambayo imekuwa mikononi mwa Nkosazana Dlamini Zuma, ambaye zamu yake itakamilika tarehe 31 mwezi Januari mwaka huu. Safari ya Mohamed kwenye nyanja za kimataifa ni ya tangu mwaka 2011, ambapo alihudumu kama naibu mwenyekiti wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na vilevile naibu mkurugenzi mkuu wa mpango wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira UNEP. Kati ya mwaka 2008 na 2011 aliteuliwa kuwa katibu mkuu katika Wizara ya Haki, Maridhiano na Masuala ya Kikatiba. Na kati ya mwaka 2010 na 2011 Mohamed pia alihudumu kama rais wa kongamano la Umoja wa Mataifa kuhusu mpito wa uhalifu. Anaonekana kuwa tayari kwa kibarua mbele yake. First step has to be to ensure that anything that we do has a direct impact on the livelihoods of African people, African populations, so that they can actually feel the impacts of the African Union on their daily lives. Waziri Amina anasifika kwa kufanikiwa kulegeza msimamo thabiti wa Umoja wa bara Afrika dhidi ya mahakama ya kesi za jinai ICC, kwamba hakuna rais yeyote wa Afrika aliye mamlakani anafaa kuhukumiwa kwenye mahakama hiyo iliyo Hague. Kesi zilizokuwa zikiwaandama Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto hatimaye zilitupiliwa mbali na mahakama hiyo ya kimataifa, huku mataifa mengi yakitishia kujiondoa kutoka mkataba huo wa Roma. Hata hivyo, haya yote hayajapita pasi na kukosolewa. Kwa wakati mmoja, Amina akisukumwa pembeni na mtandao wa runinga ya Al Jazeera kuhusiana na mauaji ya kiolela nchini Kenya. Police crack down on suspected terrorists. Well, actually, hold on. Let me finish the point. Interview them, because honestly, they haven't talked to me. They said, so if they don't speak to the foreign minister, their report doesn't count. I haven't seen the report. I haven't had any of my cabinet colleagues tell me that they have spoken to anybody in cabinet. Arbitrary arrests, extortion, theft, sexual harassment. Well, sorry, it's all false. Sorry, I don't care whether it's false or true. They have not talked to anybody. You're the foreign minister. No. They haven't talked to anybody. They haven't. Those numbers have not been verified. That information has not been verified, right? Endapo Amina ataibuka mshindi wa nafasi hiyo, basi atalazimika kutoa jawabu kuhusiana na makisio kwamba Umoja wa bara Afrika umekuwa kimya dhidi ya madai ya baadhi ya viongozi wa mataifa kama vile Sudan Kusini, Burundi na Ethiopia kukataa kung'atuka mamlakani. Hivi majuzi mawaziri wa kigeni wa mataifa ya bara Afrika akiwemo Amina walilaumiwa kwa kutopaza sauti dhidi ya mauaji ya kiolela yaliyoendelezwa katika eneo la Kasese nchini Uganda. Nchini Kenya, Amina anadaiwa kufeli kwa kutotumia ushawishi wake ili kupigania kuachiliwa kwa Wakenya 4 waliofungwa Sudan Kusini. Sio uwekezaji wa kifedha, muda na hata ushawishi wa hali ya juu, serikali ya Kenya imewekeza pakubwa kwenye uchaguzi huo. Huenda hii ni njia ya kisiasa ya Kenya kutafuta nafasi
ya kuweza kushawishi maamuzi ya kisiasa barani Afrika. I think nobody likes to lose. Yes. When you embark on something, all of us want to give it the best shot. We will acquire a position of leverage, and the chairperson's position at the AU Commission is a critical role on the continent. Amin atashindana na mgombezi wa Botswana Felonomi Venson, Moussa Faki Mahamat kutoka Demokrasia ya Chad, Agapito Mokuyu kutoka Equatorial Guinea na Abdoulaye Bathil wa Senegal. Hivi sasa basi tunaungana kwa njia ya simu na mwanahabari wetu Duncan Khaemba ambaye yuko katika mji wa Addis Ababa huko Ethiopia ili aweze kutueleza zaidi kuhusiana na mchakato huo unaoendelea huko wa kumchagua mwenyekiti mpya wa tume ya Umoja wa Afrika, yani AU Commission. Khaemba, tueleze, tayari shughuli ya kupiga kura imeanza? Mashirima kwa hivi sasa ni kwamba viongozi wa mataifa na vilevile serikali sasa wamerejea baada ya kuchukua mapumziko ili kuweza mchana baada ya kukamilisha awamu ya kwanza majira ya saa 8:30. Kwa hivyo hivi sasa kwanza kuna masuala mawili ambayo watajadili kwa ajenda ya ya Umoja wa Afrika, yani AU, na vile vile kupanga tenda kazi, yani organization of work. Baada ya hapo ndiposa wataanza sasa awamu nyingine ambayo vile vile ni ya faragani, ambayo itakuwa ni ya kupiga kura. Na kwa hivi sasa dakika chache zilizopita tunazungumza na waziri wa masuala ya uchaguzi nzuri alipokuwa anaingia ndani na kwamba awali ilikuwa mbali na atapiga kura. Na tunaomba radhi mtazamaji kwa kuwa sauti hapo ya Khaemba kidogo ilikuwa ina matatizo. Tutampigia simu tena ili aweze kutueleza zaidi kuhusiana na yanayoendelea wakati ambapo mtandao utakuwa umerekebishwa. Kwingineko, ama tukisalia na swala hilo, Kenya imekuwa mbioni kuhakikisha kuwa Balozi Amina Mohamed anapata nafasi ya kuongoza tume ya Umoja wa Afrika. Hussein Mohamed anaangazia juhudi za mwisho ambazo Kenya imeweza kuweka kabla ya Amina, ama wakati ambapo uchaguzi wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika unapoendelea hivi sasa huko Addis Ababa. Ikiwa imesalia chini ya wiki moja kabla kongamano la Umoja wa Afrika mjini Addis Ababa, hapa mjini Kenya, mgombea wa wadhifa wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Amina Mohamed, ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje, alionekana mwingi wa imani na matumaini, huku sifa za kumtakia kila laheri zikitolewa. You have made us so proud. So proud. Yeah? I want to encourage you to keep flying that Kenyan flag high. I can tell you we've worked really hard. The president, he's worked so hard on this. I don't think he ever likes to fail. He's really worked hard on it. He's spared no effort. Yeah? He's done everything that anyone in his position could have done to clinch this for Kenya. Walio katika kinyang'anyiro hiyo ni mawaziri wa mambo ya kigeni Moussa Faki Mahamat kutoka taifa la Chad, Agapito Mokuyu kutoka Equatorial Guinea, Felonomi Venson Moitoi kutoka Botswana na Bathili Abdoulaye kutoka taifa la Senegal. Haya ya kijiri, waziri wa elimu Fred Matiang'i, ambaye pia ndio mwenyekiti wa mawaziri katika suala la Kenya kuwania wadhifa huo, alisema kuwa kampeni zao zipo katika mkondo wa salama na kuwa zitafua dafu. We are fortunate to have strong men and women in this country, not just in the position of a cabinet secretary, but in many other fields in life, who are visible and who can make a contribution in this continent. We are taking up our place on the continent. Taifa la Djibouti hivi majuzi litangaza kumuunga mkono Amina katika wadhifa huo, wadhifa ambao awali ushikiliwa na Nkosazana Dlamini Zuma wa Afrika Kusini. Hussein Mohamed, KTN News.
Rejea humu nchini sasa katika masuala ya afya, ikikumbukwa kuwa leo ni siku ya 56 tangu mgomo wa madaktari uanze tarehe 5 mwezi Disemba mwaka jana. Lakini kuna kundi lingine la maafisa wa kliniki ambao walifika mahakamani hii leo wakitaka wasajiliwe rasmi na serikali kupitia ombi la mahakama lililowasilishwa na wakili Gibson Kamau Kuria. Walimtaka msajili wa vyama vya wafanyikazi aeleze kwa nini mchakato wao wa kusajiliwa umejikokota tangu mwaka 2012. Wameratibiwa kufika mahakamani Februari tarehe 13 kwa mwongozo zaidi wa mahakama kuhusu hatma ya muungano wao. Mgomo wa madaktari umefikisha sasa siku ya 56 na misukosuko katika sekta ya afya nchini inaendelea. Na hivi leo maafisa wanaowakilisha wahudumu wa kliniki au clinical officers walifika mahakamani ili kuweza kujaribu kufanya ama kutaka muungano wao uweze kusajiliwa na kutambuliwa rasmi na sheria. Tunajiunga na mwenyekiti wa muungano huu, atueleze ni yapi yalijiri kwenye mahakama ya Milimani hivi leo. Mimi naitwa Peterson Washira na mimi ndio mwenyekiti wa chama wa union ya clinical officers ambayo inaitwa Kenya Union of Clinical Officers. Leo mahakamani tumeenda kwa sababu tuliweza kunyimwa registration ya union yetu. Na kulingana na sheria ambayo inaitwa Labor Relations Act inasema ukiweza kunyimwa na usikie hujaridhika na uamuzi wa registrar trade unions, unaambiwa kwamba ukaweza kufika mahakamani kwa siku 30 ndio uweze kufaili ile kitu tunaita appeal, ukaweza kusikizwa na ndio unaweza kupata sasa registration ya union yako. Kwa hivyo tumeamua kurudi huko kufuata sheria. Tumeenda kotini ndio tuweze pia kupata union ambayo itaweza kutupigania. Yafaa ijulikane kwamba hii ni safari tulianza mnamo mwaka wa 2012. Tulijaribu kupata chama chetu kuwa kimejulikana kisheria ama registration, lakini tuliweza kukataliwa. Tarehe 13 mwezi Februari kuna nini mahakamani? Tarehe 13 sasa ndio ile application, ndio kesi yetu iweze kusikika ikiwa ya kwanza kwa sababu wajua ile kesi ambayo inahusu ile tunaita human rights ni kesi zinaweza kuwa zikisikizwa zikiwa za kwanza kwa sababu unataka ile kukandamizwa ya watu iweze kuisha. Kwa majina naitwa Austin Oduor, mimi ni naibu katibu mkuu wa huo muungano wa wasimamizi wa kliniki hapa Kenya. Hii mambo ya kutafuta huu muungano ulianza mwaka wa 2012, takriban miaka 5 hivi, miaka 6 hivi. Tukipata huu muungano wetu, kitu ya kwanza kuna lugha kwa lugha ya Kimombo kuna kitu inaitwa CBA. CBA iko na kwa sasa tuko na CBA yetu, lakini hatuwezi kuipeleka mahakamani kwa mahakamani kwa sababu hatuja kuwa na huo registration wa muungano wetu. Kuna vitu kama extraneous allowance, tutafanya hiyo extraneous allowance iongezewe. Tuko na emergency call allowance. Ukikumbuka sisi wasimamizi wa kliniki tuko na wale waliosoma zaidi wakafanya anesthesia. Asilimia 95 ya primary health care hapa Kenya ni sisi wasimamizi wa kliniki. Yeah. Tunashukuru sana Bwana Odor kwa maoni yako na kutudokeza ni yapi ambayo mlikuwa mkitafuta kwenye mahakama ya leo. Na hapa ni uwanja wa Railways tukiwa jijini Nairobi. Wahudumu ama wasimamizi wa kliniki wakiweza kufika hapa wakikongamana baada ya kuwa mahakamani, na wanasema kwamba tarehe 13 Februari watafika mahakamani ili kuweza kujua ni lipi serikali ama ni lipi mahakama itachukua kuhusu usajili wao. Kwako studio. Sana Mark na Maswa, hiyo ni taarifa yake ya awali. Hapa studioni basi tuko naye Peterson Washira ambaye ni mwenyekiti wa muungano huu ambao unatarajiwa kusajiliwa, ambao ni muungano wa matabibu humu nchini. Mhariri wangu Paul Nabiso anasema leo sisi sote tumeanguka mtihani, manake tumesema ni maafisa wa kliniki lakini anasema ni matabibu. Karibu sana katika studio zetu. Asante. Kwanza kabisa tueleze ni kwa nini mmengojea kuanzia mwaka 2012 hadi sasa ambapo mnaonekana kama hizi harakati zenu za kutaka kusajiliwa ndio zimechacha? Si kama tumengoja kutoka ule mwaka hadi wakati huu, ni kwa vile tumekuwa vumilivu sana labda.
kwa sababu hii ni safari tulianza mnamo mwaka wa 2012. Tumekuwa tukijaribu kufuatilia sheria ipasavyo ili tuweze kukua pia na union yetu ambayo imesajiliwa kisahihi. Tulikuwa tumeenda kotini mwaka wa 2013 na wakati ule tuliweza kesi yetu iliweza kutupiliwa mbali na jaji mwenyewe ambaye sahi bado ndiye anayeangalia kesi yetu. Venye ilitupiliwa, alituelezea kwamba ingekuwa ni muhimu tuanze upya, tufuatilie sheria, ndio sasa tuweze kufuata mkondo wa sheria vizuri, tuweze tukapata na union yetu. Kwa hivyo tumefuata. Unajua kutengeneza union sio kitu ya siku mbili. Kwa hivyo haya mambo ambayo mliambiwa lazima mfuate sheria, yalikuwa ni mambo gani ambayo awali mlikuwa hamjafuata? Kuna pahali tulienda kidogo, unajua wakati wa registration kuna zile vitu ambazo unafaa kupeleka. Kuna constitution, unafaa kufanya mikutano na uweze kupeleka zile tunaita minutes ili zikaweza kuangaliwa. Kuna zile vitu na kuna ile pesa unalipa statutory fees. Ukishamaliza hayo, kuna unapelekwa mbele ya National Labor Boards ambao sasa wao ndio huweza kuadvise yule registrar wa trade unions ama msajili wa vyama unions ili sasa akaweza either kuwapatia ama akakataa. Sasa wakati ule ambapo tulipelekwa ikawa ni ati walikataa mwaka wa 2012 na tukaweza enda kotini kulingana na sheria, kwa sababu sheria yasema kama umekataliwa na wahisi kuwa haikufaa kuwa hivyo, kwa siku 30 uende kotini uweke ile kitu tunaita appeal na uweze kusikizwa, ndiye sasa jaji ataamua, mahakama itaamua kama kweli ulifaa kupatiwa ama alikosea. Naam, nimemsikia katibu wenu mkuu akisema kuwa pia nyinyi mna CBA ambaye haiwezi kusajiliwa kwa sababu muungano wenu haujasajiliwa. Hii CBA ilikubaliwa wakati gani? Kwanza si ati imekubaliwa, na chenye tuko nayo sahi hatuiti CBA. Kwa sababu waelewa kuwa CBA lazima ukuwe na union ndio ukaweza kuweka sahihi na ikuwe sasa ni ile ni binding kwa government ama kwa mwenye amekuajiri kazi. Sasa kwetu chenye tumepeleka pale ni memorandum of understanding. Ndio hiyo ni kitu sasa inawezekana kufanya bila union. Na yafaa ijulikane kwamba haimaanishi lazima ukuwe na union ndio ukaweza kufurahia ile mshahara mzuri, kufanya kazi kwa zile conditions ambazo ni nzuri. Katika katiba yetu article 41 imetukubalia kila mfanyakazi, na hii inaenda kwa mfanyakazi mwenyewe, anaweza peke yake akaweza ile hata tunasema kwenda strike, kwa sababu ni kila mfanyikazi anafaa kupata mshahara unaofaa, anafaa kufanya kazi kwa zile conditions ambazo zinafaa. Peterson, baraza la magavana ni kama mlikuwa na maelewano wakati ambapo madaktari walikuwa wanaenda kwenye mgomo, licha ya kuwa hamna muungano. Ni kuwa magavana walifanya makubaliano na nyinyi kwa sababu madaktari hawapo ama ilikuwaje? Siwezi waongelea, lakini kile naweza sema ni kuwa kweli ile union yetu haijasajiliwa. Lakini wajua pia tukitengeneza union inamaanisha kuwa sisi ni viongozi ambao wamechaguliwa na clinic officers wote. Na kuwa hata bila union, katiba imeturuhusu bado tunaweza pia tukapigania haki zetu. Sasa tuliweza pia kujipeleka pale kama kundi ambalo linawakilisha umewaita matabibu, clinic officers. Na tukaweza kwenda mbele yao tukawaambia sisi tuko pia na malalamishi mingi, na nakwambia malalamishi ya matibabu ama clinic officers matabibu ni mengi sana. Kama gani? Inafanana na ya madaktari ama yenu ni tofauti? Kwingi hata ingine ni mingi, kwa sababu sisi kutoka kitambo tuko na ile tunaita historical injustices na discrimination. Yani ile kutengwa. Unapata kama sasa tuanzie hata shule. Ukitoka shule sisi kulingana na katiba lazima tufanye mwaka mmoja wa ile inaitwa internship baada ya kupewa shahada yako. Wale wengine wote kwa wizara wakienda internship wanalipwa, lakini sisi hatulipwi. Unashangaa tukienda kusema tunataka kulipwa, tunaanza kuambiwa policies, sheria. Utashangaa wale wengine walilipwa na nini, sisi ndio tunakuja kuulizwa hivi. Sasa ukifika unaenda kwa kazi unapata kuwa kama ni kuajiliwa,
unapata wanaajili watu kiasi sana, na hii ni kwa sababu kuna zile tunaita selfish interest zenye ziko kwa Wizara ya Afya, zenye zimekuwa pia zimeenda hadi kwa county. Kwa hivyo unapata wale wasimamizi wetu wenye wanafaa kutusimamia pale kwa county ama kwa Ministry of Health, unapata hawajawekwa kwa zile vikundi ambazo zinafanya hii kazi ya kuamua ni watu wangapi tunaenda kupatia kazi. Na tunajua clinical officers ni matabibu muhimu, kwa sababu hao ndio huona 100% ya Wakenya. Na nikisema 100% namaanisha nini? Ukienda hospitali yote ya umma na hata ya private, mtu wa kwanza ambaye atakuona ni clinical officer. Yeye ndiye ataamua sasa, baada ya kukuona, kama yeye mwenyewe ataonelea unafaa uonekane na specialist ambao wengine pia ni clinical officers na wengine sasa ni madaktari, kama wafaa kulazwa ama wafaa kwenda nyumbani ama chochote kingine, ama anafaa kukutuma kwa yule wa laboratory ukaweza kupimwa, yeye ndiye anakuona. Kwa hivyo kila mtu lazima apitie kwetu ndio tufanye sasa ule uamuzi. Kwa hivyo tofauti kati yenu na madaktari ni gani? Maana inaonekana kama majukumu yenu yanafanana. Kuna tofauti. Tofauti yetu sana sana ukuja wakati pahali ya upasuaji. Utapata ikifika pande ya upasuaji kuna ile kiwango sisi hatufiki ambacho madaktari wanafika. Lakini bado sijamalizia kwa yale malalamishi yetu. Pia kuna mengine kama unapata kama sisi hatujakubaliwa na sheria tukaweza kufanya kazi yetu pale kando ambapo unatoka kwa kazi yako. Unapata kwamba unapata wale wengine wanalipo ile allowance tunaita non-practicing. Juu huwezi fanya kitu kingine, utaambiwa umeiba dawa na wananchi. Sisi hatupewi. Unapata sisi hufanya ile kitu tunaita calls, lakini hatujakuwa tukilipwa. Mwaka September 14th, mwaka wa 2015, SRC wakaweza pia kutoa kitu inaitwa circular, yenye pia waliacha clinical officer kama hana risk allowance. Hebu angalia, mimi ndio naona mgonjwa wa kwanza. Huyu mgonjwa mimi ndio nitaamua kuambia wengine huyu mgonjwa ni riski, utapata TB, utapata hepatitis A, utapata hepatitis B. Alafu sasa unaniambia mimi sifai kupewa risk allowance, wenye mimi naambia wenye watakuwa washajua ati huyu mtu sasa nafaa kumwangalia kwa namna hii ndio ataniambukiza. Alafu sisi sasa tunaambiwa hatufai kupewa. Yaani inafika pahali unapata kama hauna kundi lenyu, kila mtu anakutumia vile anavyotaka. Na tukimalizia, tueleze kwa kina kama wakati huu mnahisi kuwa mnahitaji sana huu muungano wenu usajiliwe, kwa sababu madaktari wamegoma kwa siku 56 na sasa wanaonekana kama mashujaa. Pia nyinyi mnaazimia kufanya kitu kama hicho mkisajiliwa. Kugoma sio ushujaa. Pia sisi tuligoma, lakini kwa muda kiasi. Unajua kwa sisi ambao tuko kwa afya, wakati unagoma hiyo ukuja kama hatua ya mwisho. Tumekula kiapo, na sisi pia kulingana tulienda kule kwa sababu tulikuwa na mwito. Wakati mtu anaumia na uko pale nje, unajua ungekuwa unamhudumia, pia sisi huwa inatuua moyo. Lakini sasa wakati mwingine inabidi ufike hapo. Kwa hivyo hatuendi kwa sababu tumeona madaktari, tumeenda kwa sababu ni wakati umefaa. Alafu ile serikali ambayo kupitia National Labour Board ambao waliweza kusema hawatatupatia hiyo union, sasa ndio unapata bado mkienda kuketi pale nao chini wanakuambia sasa wajua hatuwezi sign CBA, hamna union. Sasa tumewaambia lazima tupate union yetu. Juu sasa wametuonyesha lazima tukue nayo ili tuweze kupata yale tunayohitaji. Lakini tunaendelea pia na kuongea na Council of Governors, Ministry of Health, na tunajua hivi karibuni tunaweza pata kitu, lakini kwa sasa bado maongezi yapo, tunaendelea. Kwa hivyo nyinyi hamuungi mkono mgomo wa madaktari? Hatusemi hatuungi mkono, tunaunga kila mfanyikazi mkono aweze kupata haki yake, kwa sababu pia sisi tunafuata haki yetu. Lakini kwa vile sisi, wajua sisi sio madaktari, sisi ni matabibu. Sasa sisi tulionelea ni vizuri tuweze kuendelea na kazi, kwa sababu chenye tulikuwa tunataka ni tuweze kuongea, tujue vile tutasuluhisha. Sasa wakati tulikuja kwa meza, tukasema tume suspend hii mgomo. Kwa sasa ni tulisuspend kwa siku 21.
Naam, asante sana Peterson Wachira ambaye ni mwenyekiti wa muungano wa matabibu nchini, muungano ambao bado haujasajiliwa na ni jambo ambalo wanajaribu kulipigania katika mahakama ya leba humu nchini. Asante sana kwa kufika katika studio zetu na nawatakia kila laheri katika kusajiliwa kwa muungano wenu. Mtazamaji, napumzika tena kidogo, nitarejea. Kuna taarifa zaidi ambazo tumekuandalia kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Endelea kuwa nasi. This is KTN News. Kumoja daktari alienda kwenye bar akatoa ATM akaangalia bala akafikiria mapigo radi akafikiria malipo pesa kumbe malipo pesa mingi kumbe malipo CBA kumbe malipo kama tenda Africa means business, major industries, innovative technology, small enterprises. I'm Alexandria Majala, and now that you know Africa means business, join us every week to meet the movers and shakers of the African continent. I'm telling you, the government should wake up from the slumber. This is not what we deserve. We need an urgent things. We don't need boardroom meetings. We need food, water, and medicine very urgently. Sawa Family Bathing Soap is the ultimate bathing soap for your entire family's cleansing needs. Sawa is a value-for-money bath soap available in 4 variants: yellow, white, pink, and herbal. Moreover, Sawa soap lathers easily even in hard water, keeps you clean and fresh. It's long-lasting and available in 20 grams, 80 grams, 125 grams, and 250 grams. This is KTN News. Karibu tena mtazamaji na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tuangazie masuala ya elimu sasa, ambapo mapendekezo ya kubadilisha mtaala wa 844 hii leo yamewasilishwa mbele ya washikadau wa sekta ya elimu. Mtaala huo unalenga kutoa mafunzo upya kwa walimu na kuwapa wanafunzi uwezo wa kutekeleza wanayofunzwa na wala sio tu kwa kusudi la kupita mtihani. Waziri wa Elimu Dr. Fred Matiang'i amesema kuwa tayari mtaala huo umejumuishwa katika bajeti ijayo, ingawa itaigharimu serikali pesa zaidi. As a key player in the education sector, TSC through the teachers we employ will implement the new curriculum. We shall prepare teachers for the new changes. We shall also work with stakeholders in changing the mindset of the learners and parents so that they accept the proposed curriculum changes.
Cabinet Secretary, the objective is to update the public and also have the basic education curriculum framework on the curriculum reform process launched today. We will now go into a working session so that one by one we will start by the leaders we have on the high table to begin to react to the framework that we have, and then we continue consulting each other until we are sufficiently done. The only last request I want to make of KICD, and I hope your board will allow me, is this. In the course of this year, because we will not get all the views that we want to get today, I'm going to request you to plan a quarterly open meeting at KICD so that, every 3 months you hold one open meeting, which provides an opportunity for some stakeholders who may not even be in this room, or people who look at this document and develop new thoughts. They bring them to you. Be available, so that we want to make sure everybody's opinion is listened to. That's how we'll be a great country. We don't want to lock anyone out. So every quarter, and you will publish it, buy a space in the papers, and put out the dates for that open forum once every quarter, so that the unions, the professional groups, if they look at the framework and they develop new thoughts, our development partners, civil society, they can come to the open forum and tell you, this is what we think. Please include this also. And you can have a chance to consider this, so that we can carry everyone with us and we can move forward as a coordinated group. Sasa tuangazie siasa, ambapo anayepania kugombea ugavana wa Nairobi kupitia kwa tiketi ya Jubilee, Peter Kenneth amekutana na wagombea wa viti mbalimbali hapa Nairobi katika juhudi za kuimarisha kampeni zake. Jeff Kirui anaarifu. Kinyang'anyiro cha kiti cha ugavana cha Nairobi kinachacha kila kukicha. Anayetaka kupeperusha bendera ya Jubilee mjini Peter Kenneth akiandaa kikao na wagombeaji wa nyadhifa tofauti jijini kupanga mikakati ya kuinyakua tiketi ya chama cha Jubilee. Peter Kenneth akiweka dhahiri baadhi ya yale yanayonuia kutekeleza akichaguliwa. I grew up in a poor household in Bahati. We never had to pay for water, and we can do it again. Dispensaries can work again. Barabara inaweza enda sawasawa tena. Shule zetu zinaweza kuwa sawasawa tena. Sasa mimi nikimueleza hiyo haelewi. Na ndiye amekalia ki. Wanasiasa waliohudhuria mkutano huu uliofanyika katika makao makuu ya kampeni ya Kenneth eneo la Westlands walimpigia upatu wakitumia utendakazi wake akihudumu kama mbunge wa Gatanga kama kigezo cha kumuidhinisha. We want a manager with a track record, and that track record ni Peter Kenneth. Hakuna mwingine, ama kuna mwingine mnaona? Wengine wanafikiria mambo ya pesa hapa na pale. Kama mimi your excellency sijasema hiyo. Wote wanasimama na Jubilee, hakuna mtu haja kuja kwangu. Mmoja anataka umpatie 100 million, mwingine 200 million, na Sonko anataka 400 million. Lakini siku kuambia, mnafikiri niko hapa nikiwa wazimu kumwambia niko kwa Peter Kenneth? Nimepiga durumini ya kutocha. Na gavana wa Nairobi yako wapi? Ndio pande ile wanajiita team Nairobi. Mimi sitaki kutukana hao, lakini ni timu mafisi. Saizi tuko timu moja, sasa ni Jubilee. President wetu Uhuru Kenyatta, deputy wetu William Ruto, governor wetu Peter Kenneth. Mbunge wa Lang'ata Generali Nixon Korir. Aidha waliusuta upande unaongozwa na seneta wa Nairobi Mike Sonko kwa madai kuendeleza siasa duni. Seneta wa Tharaka Nithi ambaye ameonekana kuegemea upande wa Sonko akionywa dhidi ya kuingilia siasa za kaunti ya Nairobi. Kindiki aondokee siasa ya Nairobi. Kama amekosa pesa ya kukura, asianze kuchukua pesa ya Kidero jameni. Kwa sababu Kindiki arudi kwake huko Tharaka Nithi. I think he needs to understand he needs to retain his seat in Tharaka Nithi first for Jubilee before he starts peddling in rumamongering in Nairobi. And I know his ground. Ukumbi pia ukawa fursa ya Kenneth kumpasha gavana Kidero kufuatia matamshi yake hapo jana kimkejeli Kenneth kwamba anajishusha hadhi kutoka mwaniaji wa urais hadi sasa wadhifa wa ugavana. Ulikuwa unataka kiti ya president,
sasa ukashuka chini badala ya kwenda juu. He does not want to address the services that Nairobians want. Yeah, correct. But then his memory is also very short. Because his party leader ran for presidency, alafu baadaye akarudi akarun for MP in 202. Upande huo sasa umeandaa kampeni ya kuhamasisha wafuasi kujisajili utakaozinduliwa rasmi hapo kesho. Jeff Kirui, KTN News. Tusalie na hayo ya siasa wakati ambapo mgombea wa urais kupitia chama cha United Democratic Movement Philip Murgor ameapa kukabiliana na ufisadi, ukabila na ukosefu wa ajira iwapo atachaguliwa rais wa 5 wa taifa la Kenya mnamo Agosti. Akizungumza baada ya kukutana na wawaniaji wa viti mbalimbali kupitia chama hicho kutoka kaunti ya Nairobi, Murgor ametaja siasa za ukabila na ufisadi kuwa kikwazo kikubwa kwa maendeleo ya nchi hii. Shadrack Miti anaarifu. Philip Murgor ni mmoja wa mawakili watajika humu nchini ambaye hadi kufikia mwezi Disemba mwaka jana alikuwa na sifa za kuwa mwanasheria tu. Kisha aliamua kujivika sura ya mwanasiasa alipotangaza nia ya kutaka kugombea urais wa Kenya. Na sasa ameanza kutoa cheche za siasa na wanasiasa. Wagombeaji wote wakati huu husikii mambo ya sera. Siku hizi unasikia nini? Ni wakati yangu. Ni mimi, ni ya kabila, nimefika wakati ya kabila yangu. Waluya washikane ili hii kitu tujue namna tutaishika. Wengine hivyo hivyo. Wakikuyu wanamwambiwa yule Mjaluo anakuja, tushikane, tupige kura. Akija mnajua atafanya nini. Yote ni mambo ya ukabila. Ukabila. Sidhani wengi wenyu hapa. Murgor aliyewahi kuwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma katika serikali ya Rais mstaafu Mwai Kibaki anasema uongozi wake utajikita katika kukuza utangamano, uadilifu na usalama wa nchi. Akizungumza katika makao makuu ya chama cha UDM baada ya kukutana na wawaniaji wa viti tofauti kutoka kaunti ya Nairobi kupitia chama hicho, Murgor alidai kwamba serikali iliyopo ni ya wachache tu. Government is under the control of cartels. And they are far more powerful than they even were when I was in government. Today, the cartels are running this country. Ingawa yeye ni mwaniaji wa urais kupitia UDM, alifafanua kwamba yupo hiari kufanya mazungumzo na mrengo wote ule wa siasa, lakini sio Jubilee. I'm in the opposition and I will never make an alliance with Jubilee. So let's start by drawing the line. Jubilee are the party, the government that must be changed. With the opposition, I have friends there. I have some of them who we think alike. But for now, I think they need to sort out their house. I'm not sure whether they call it CORD or NASA, whichever house they decide. If they form something that is we can work with, this party, this candidate will work with anyone or any party that thinks alike. Meaning, we are really going for a change for the better. Not to remove 2 tribalists and replace them with 4 tribalists. Baada ya kukutana na waniaji kutoka Nairobi, Murgor anapania kufanya ziara katika maeneo mengine ya nchi ili kueneza sera za chama na uongozi wake. Shadrack Miti, KTN News. Tugeuze gia kidogo. Shindano la kitaifa la mwaka huu kuhusu hijai yani spelling limezinduliwa. Shindano hilo linalenga zaidi ya shule 50 katika kila kaunti. Zaidi ya wanafunzi 200,000 wanatarajiwa kushiriki shindano hilo. Shirika la Standard Group litakuwa mshirika wa vyombo vya habari katika shindano hilo la kuvutia miongoni mwa wanafunzi watakaoshiriki. Shindano hilo linafanyika kama National B na linafanyika kabla ya shindano la kimataifa awamu ya pili la Afrika ambalo litafanywa baadaye Julai. I can assure you it will make a significant difference because we'll be able to reach so many people who you didn't reach before. Through KTN, you'll reach over 5 million audiences, and through proper programming, you'll be able to take those benefits that I've spoken about here further. But the question is, how do we cover the gap between the child and the curriculum? Because it is either that the child is far behind or the curriculum is way ahead. Which is which?
But if you go to standard 3 and randomly pick a child in this country, give them standard 2 work, only 3 out of 10 will be able to do it. And this is not exaggeration. This is evidence from 4,500 schools over 5 years. Tuelekee pwani ya Kenya ambapo uchaguzi mkuu wa Agosti ukiwa unakaribia, maskwota wanaoishi eneo la Bamburi katika eneo bunge la Kisauni sasa wamejitokeza kuiomba serikali kumaliza mgogoro unaokumba umiliki wa mashamba. Maskwota hao wamelalamikia kile wanachokitaja kuwa kutumiwa vibaya na wanasiasa kwa minajili ya kujitakia makuu. Kulikuwa na vurugu Bamburi baada ya watu 33 kukamatwa hapo jana kuhusiana na mgogoro huo. Nyumba kadhaa pia ziliteketezwa katika ghasia hizo. Na hatutaki kuvunjiwa tena mashamba ya maskota, kwa sababu kama yanavunjwa, yanachomwa, vitambulisho vinachomwa, kadi za kura zinachomwa, mtatumia vitu gani kupigia kura? Mijikenda atakuwaje sikota katika kwa nyumbani? Yawezekana kweli hiyo? Sasa huu ni usikota mamboleo ambao mnabandikiwa na nyinyi munaitikia. Uchaguzi ukiisha, mtu akiingia kwenye kiti ni basi. Bantu sahau wanyonge kama sisi ambao hatujiwezi. Manake mimi sasa nimechoka, siwezi kazi yoyote ya kufanya mimi. Je, nikiwa mimi sina kazi yoyote, hawa nitawalisha nini kwa baba yao hayuko? Naam, katika makala ambayo huwa tunakuletea kila Jumapili, tunakuletea marudio ya makala hayo ya Mwanamke Ngangari, ambapo kinyume na fikra za wengi, sio wabunge wote wanaoishi maisha ya kifahari katika majumba yaliyo mbali na wananchi. Mwakilishi wa kike wa kaunti ya Lamu, Shakila Abdalla, ni mmoja ambaye wananchi hubisha tu mlango wake wanapokuwa na matatizo. Hii hapa taarifa niliyoandaa awali kutoka Lamu. Anapokuwa jukwani, mwakilishi wa kike wa Lamu Shakila Abdalla hupromosha kauli zinazoungwa mkono na wajumbe wa chama cha Wiper. Hata kama wewe ni mtu hujasapoti Kalonzo, lakini utakuwa na imani ya kusema Kalonzo hawezi kunidhuru hata akiwa pale. Na inapohusu haki za wananchi anaowakilisha, hasiti kusema. Wanaofahamu zaidi harakati za mwanamke huyu ni wakazi wa kaunti ya Lamu. Kinyume na matarajio ya wengi, kiongozi huyu haishi katika nyumba ya kifahari, bali makazi yake yamo katikati ya watu na yuko radhi kuyapokea matatizo yao. Ni vigumu kumpata kwa dakika nyingi, kwani hodi haziishi. Sasa ni hilo ndio tatizo, hivi amenishika huko. Shakila aliingia uongozini mara ya kwanza mwaka 2007 alipoteuliwa kuwa mbunge na chama cha ODM Kenya wakati huo. Hata hivyo, changamoto zilimsukuma kutaka kuwania nafasi ya kuchaguliwa. Hata nikijaribu kutaka kufanya kitu, kulikuwa na elected MP ambaye ilikuwa ni mpinzani wangu. Hata nikienda kusema tuseme kwa mfano, hapa kwetu kuna hii dispensary haina madaktari. Tunataka tueletewe madaktari. Tunataka tupimiwe ardhi zetu. Wale wahusika watashauriana na yule kiongozi ambaye amechaguliwa. Na akiona ni kitu kimetoka kwangu atakikanyaga. Kwa mwanamke ambaye alibobea katika usimamizi wa hoteli mbalimbali Malindi, Mombasa na Nairobi, changamoto za siasa hazikumvunja moyo. Being a politician or becoming a member of parliament, you are near the resources, you are near the government. You can have a good, better opportunity to serve your people and to get to them what they're missing. Familia yake aidha ilikuwa na hatihati kuhusu uamuzi wake, lakini walimuunga mkono licha ya uvumi ambao husababisha kuyumba kwa azma ya kina mama wengi kuongoza. Mavumi hayakosekani, but the thing is, pia inategemea wewe mwenyewe unajichukulia vipi. Hata hivyo, mara tu alipopata nafasi ya mwakilishi wa kike kaunti ya Lamu mwaka 2013, changamoto mpya ikaibuka iliyochelewesha muri wake wa kuwahudumia wananchi wa Lamu. Is when I won this seat, rightfully voted by the people of Lamu. Nikapelekwa kotini na my number 3. Akanipeleka mpaka Supreme Court. Akaniwestia 2 good years.
You know, whereby those 2 years I would be serving my people and doing a lot for them. Mbali na ushindi wake kupingwa, Shakila anafurahia nafasi aliyonayo, lakini kama mwanamke hujaribu kila analoweza kuwapa nafasi wanafamilia na pia kupumzika. Sunday mimi hujaribu sana hata nisifungue simu. Saa nyingine huwa sifungui simu unless emergency, although they have their ways of getting me. Wanapitia saa nyingine kwa my house girl, kwa mzee, kwa family members, kwa friends, au kwa wafanyikazi wangu. They try always to get me. Na kwa wanawake wanaowazimia uongozi katika siasa, usipokuwa strong, you can back off on the way. Yeah? Changamoto zenyewe kwanza, unasororwa sana, unachunguzwa, unlike men. Wanawake hupitia changamoto nyingi kupata uongozi, lakini kwa Mheshimiwa Shakila Abdalla, ujasiri na moyo wa utu zinatosha kumfanya mwanamke kuwa kiongozi bora kuliko mwanamume. Mashirima Kapombe, KTN News, Lamu. Baada ya taarifa hiyo ya mwanamke ngangari, sina budi la kulikunja jamvi la mbiu ya KTN, lakini nitarejea katika muda usio mrefu na taarifa za yanayojiri. Usiondoke.